Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kwa nini viongozi wengi wa Iran wamekuwa wakiuawa hasa katika kipindi hiki cha uhasama na vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hata kabla ya vita hivi viongozi wengi wa Iran waliuawa. Kama unakumbuka kifo cha Qasim Suleiman huko Iraq, moja kati ya makamanda wakuu wa IRGC aliuawa, lakini haikuwa wakati wa vita. Ulikuwa ni wakati wa utawala wa awamu ya kwanza wa rais wa Marekani Donald Trump. Lakini wakati wa vita vya siku 12 ni Israel ambayo iliwalenga mno viongozi wa kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini sasa tuende moja kwa moja. Kwa nini viongozi wa Iran wamekuwa walengwa haswa, lakini kwa nini na wenyewe hawachukui tahadhari katika kujilinda? Jambo la kwanza, tufahamu historia kati ya uhasama uliopo kati ya Israel, Marekani na Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Baada tu ya mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mwaka 1979, uhasama mkubwa ulitokea kati ya Marekani na Iran, lakini pia kati ya Israel na Iran. Uhasama huu ulichochewa na muundo wa mfumo wa Iran wa wakati huo, lakini pia ni baada ya kuondolewa kwa utawala wa kifalme ambao ulikuwa ukiwapa nafasi kubwa wa Marekani. Lakini baada ya mapinduzi hayo, wanajeshi kadhaa wa Marekani walikamatwa nchini humo, lakini wengine wakiuawa. Na hata katika kipindi hiki rais wa Marekani Donald Trump amezungumzia juu ya vifo vya Wamarekani hao katika historia iliyoanza uhasama huo. Lakini namna ambavyo Iran baada ya kufanya mapinduzi iliingia katika mapinduzi mengine ya kiteknolojia, ambapo ilikuja kuangalia ni namna gani wanaweza wakajilinda dhidi ya mataifa hayo hasimu kwa maana ya Israel pamoja na Iran. Nikukumbushe mtazamaji, katika kipindi cha vita vya siku 12 siku za hivi karibuni mwaka 2025, katika namna ambayo Marekani na Israel waliona jinsi ya kuweza kuidhoofisha Iran ni pamoja na kuwaua viongozi wa kijeshi. Hata wakati huu, moja kati ya mipango ambayo Marekani na Israel wanaamini ni kwamba wana uwezo wa kuangusha utawala kupitia kuwaua viongozi waaminifu wanaoaminiwa ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran na wenye uwezo wa kuiongoza Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Na ndiyo sababu ya msingi na sababu kuu ambayo wao wanaona kwamba wataweza kuangusha utawala huo. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaamini kwamba kuwaua viongozi wa Iran si sababu ya kuweza kuangusha utawala huo. Na wengi walikuja kuangalia katika kipindi hiki baada ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, aliyeuawa mnamo Februari 28, siku ya kwanza ya mashambulizi makubwa yaliyofanywa na majeshi ya Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo, kimsingi kuna jambo moja ambalo bado watu wengi hawaliangalii, lakini ni namna ambavyo Mossad wapo makini katika kufuatilia viongozi hao wa Iran, lakini pia ni namna ambavyo CIA wanatoa ushirikiano kupitia Mossad kujua ni wapi ambapo viongozi hao wapo. Mossad kwa muda mrefu wamejitengenezea utaratibu wa kuangalia ni jinsi gani ya kulinda taifa lao, lakini pia jinsi gani ya kuhakikisha maadui zao wanazama katika bahari ya kifo. Hiki ndicho ambacho Mossad wanakifanya na ndicho wanachoendelea nacho, kuhakikisha wanawalenga viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini pia viongozi katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, kuna mambo mawili ambayo wakati huu wanayaonyesha. Jambo la kwanza ni kutokuwa na uoga wa kifo. Ikumbukwe, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaongozwa katika mfumo wa kiimani. Wanaamini popote pale mtu anaweza akafa, na hivyo hawana njia ya kusema kwamba wajifiche ili wasionekane. Kumbuka katika wiki iliyopita, katika Ijumaa iliyopita, katika siku ya Quds, viongozi akiwemo Ali Larijani, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, Rais Masoud Pezeshkian, lakini pia na viongozi wengine katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran waliungana na wananchi katika kuhakikisha wanafanya maandamano ya siku ya Quds. Lakini watu wengi walishangaa kwamba kwa nini viongozi wa ngazi ya juu katika taifa hilo wanaonekana hadharani bila kuwa na ulinzi. Na hata baada ya kuonekana kwa viongozi hao, taarifa zinadai kwamba ilisikika milipuko, ishara ya kwamba kulikuwa na mpango wa kuamaliza hapo hapo. Lakini walifuatiliwa sana na hatimaye Ali Larijani kuuawa. Wanataka kuwatengenezea wa Iran mambo mawili. Jambo la kwanza, kuwaonyesha kwamba viongozi hawapaswi kuwa waoga katika taifa hilo la Kiajemi, lakini
kuhakikishia kwamba wako pamoja na wananchi wao katika kila hali, na kwamba ikiwa kutatokea chochote wao pia watakuwa wahusika wakuu katika hicho ambacho kitatokea. Kwa mfano ingekuwa ni kifo, nao pia wangeonekana kwamba walikuwa na jamii na hawakuwa na uoga, na kwamba wamezidi kuitengeneza jamii ya Waajemi, kwamba Waajemi si watu wa kuogopa, na kwamba wakati wowote wana uwezo wa kuingia barabarani na kupambana kwa hali na mali. Lakini pia kama ambavyo tumeeleza awali, mfumo wa imani unaeleza kwamba wakati wowote kifo kinaweza kikamkuta binadamu, licha ya kwamba kuna namna binadamu anatakiwa kujilinda, lakini katika mapambano lazima waungane kwa pamoja, lakini wahakikishe wanapambana kwa pamoja kwa kushirikiana na wananchi wao, lakini pia na jeshi lao. Ndicho ambacho kinatokea wakati huu. Viongozi hao kwa namna moja ama nyingine wanaweza kuonekana kama wazembe fulani, mpaka kiongozi mkuu wa Baraza la Usalama anauawa. Maana yake ni kwamba nchi inaenda kuingia katika hali ambayo usalama unakuwa ni wa wasiwasi. Lakini kimsingi wao wenyewe wanasema ndani ya nchi hiyo wamejitoa mhanga kwa ajili ya mapambano wakati wote dhidi ya serikali ya Israel, wanaoita serikali ya Kizayuni, lakini pia dhidi ya Marekani. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.